Ni nani atakayebeba jukumu la kuifunza Young Africans? Taarifa zilieleza kuwa Young Africans wako kwenye mazungumzo na aliyewahi kuwa kocha wa Simba Fadlu Davis, lakini kupitia kwa mwanahabari aliyebobea kwenye tetesi za michezo Felix kutoka hapa nchini Tanzania, alithibitisha ya kwamba mazungumzo kati ya Young Africans na Fadlu Davis yalivunjika. Hivyo Young Africans hawatompa kazi na badala yake watatafuta mtu mwingine wa kumwamini kwenye kazi hiyo. Ni nani atakayekuwa tayari kujenga kikosi kipya, kuipa Young Africans nguvu na kuwasaidia kusajili wachezaji wenye ubora mkubwa zaidi? Lengo mahususi ni kuhakikisha Young Africans inarejea kwenye nguvu yake ya kawaida. Kwa mujibu wa mwanahabari kutoka hapa nchini Tanzania, ambaye pia ni mtangazaji kinara kutoka kwenye kituo cha Mjini FM, amethibitisha kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema anaitwa Eric Tinkler, raia wa Afrika Kusini. Huyu ni kocha mpya wa Yanga, inasubiriwa kutangazwa tu kwa sasa. Tinkler aliwahi kufanya kazi na Orlando Pirates na klabu yake ya mwisho ilikuwa ni Sekhukhune United. Swali ambalo mimi nawe tutakuwa tunajiuliza, je, huyu ni kocha wa namna gani? Eric Tinkler ni mmoja wa makocha wenye uzoefu mkubwa na wanaoheshimika sana nchini Afrika Kusini. Alizaliwa tarehe 30 Julai mwaka 1970. Ana umri wa miaka 55 kwa sasa na amewahi kuwa mchezaji wa zamani wa taifa la Afrika Kusini Bafana Bafana, na katika taaluma yake ya ukocha amezifunza timu kubwa ikiwemo Orlando Pirates, SuperSport United, Cape Town City na hivi karibuni alikuwa kwenye kikosi cha Sekhukhune FC kama nilivyosema. Tinkler ana rekodi ndefu katika ligi kuu ya Afrika Kusini na takwimu zake zinaonyesha amefundisha na amesimama kama kocha kwa takriban michezo 371. Katika mechi hizo, asilimia 40 ya hizo mechi amepata ushindi, kwa maana ya mechi 149, akipata sare 103 na kupoteza michezo 119. Si kocha mwenye uwezo wa kukaa na vikosi kwa muda mrefu sana. Mathalan, wastani wake wa kukaa kwenye timu moja ni mwaka mmoja na mwezi mmoja. Ana tabia kukaa kwa muda mfupi hadi wakati kwenye timu moja. Aliwezesha timu ya Cape Town City kutoa ubingwa wa Telkom na kuifikisha fainali ya Confederation Cup akiwa na Orlando Pirates na SuperSport United mwaka 2017. Eric anajulikana kwa soka la kushambulia lenye nidhamu ya juu na linalovutia kutazama. Kwanza anapenda mfumo wa 4-2-3-1 au 4-4-2. Mifumo hii inampa usawa wakati wa ulinzi na mashambulizi ya haraka sana. Eric anapenda timu yake icheze kwa kushambulia mbele wakati wote, front foot football. Anasisitiza timu isikae nyuma kusubiri kushambuliwa, bali itengeneze nafasi nyingi sana za mabao. Anapenda sana timu yake iwe na uwezo wa kupata matokeo kupitia counter attack. Timu zenye sifa ya kuwa na kasi kubwa kipindi zinaposhambulia zinatumia vizuri sana mawinga pamoja na viungo. Kama alivyokuwa mchezaji wa nafasi ya kiungo mkabaji, defensive midfielder, enzi za uchezaji wake Tinkler alikuwa na msisitizo mkubwa sana kwenye uzuiaji, na pia amekuwa kocha. Anataka sana wachezaji wake wafanye maamuzi sahihi wakati wakiwa kwenye eneo la ulinzi ili kuzuia kufungwa kirahisi sana. Ana tabia mbalimbali ambazo pengine zinaweza zikawa zinamfanya awe tofauti na makocha wengi sana kutokea Afrika Kusini. Kwanza, ana tabia ya kuhitaji kushinda na kutokubali kushindwa. Ni kocha mwenye ushindani mkubwa sana, haogopi timu kubwa. Ana falsafa ya kuingia uwanjani kushinda dhidi ya timu yoyote ile, iwe ni kubwa kama Mamelodi ama ndogo. Lakini pia anapenda sana msisitizo wa kazi ngumu sana, I work ethics na intensity. Hataki mzaa mazoezini ama uwanjani. Anataka wachezaji wake waweke nguvu ile ile na hamasa ile ile na kujitoa kwa 100% kwa kila mechi. Anachukia sana kuridhika. Ni mkali sana kwa wachezaji wanaoridhika baada ya kupata matokeo mazuri machache. Mara nyingi amekuwa akionya wachezaji wake wasishushe viwango vyao wanapocheza dhidi ya timu za madaraja ya chini, akiamini kuwa kisaikolojia ni mbaya kwa mchezaji na inaua timu. Kocha huyu ni mkweli na muwazi. Katika mikutano yake na waandishi wa habari au mbele ya wachezaji, Tinkler huwa hafichi hisia zake. Kama timu imecheza vibaya atasema, na kama imejitoa lakini wamepoteza kwa bahati, huwapongeza na kuwakingia kifua wachezaji wake. Ukweli kwake ni nguzo na uongo kwake ni mwiko. Young Africans, huyu ndiye kocha ambaye anatajwa anakuja kulifundisha soka hapa nchini Tanzania. Je, ataweza? Wa kwanza kutoka ukanda wa kusini mwa Afrika alikuja hapa nchini Tanzania ndani ya miaka hivi karibuni kwa Young Africans ilikuwa ni Romain Folz. Alishindwa kuwapa Young Africans wanachokihitaji. Je, kwa huyu atafanikiwa?